Kwa hali hapo zamani ilikuwa ni duni kidogo katika hali ya lishe kwa maana ya utapiamlo katika mkoa wa Shinyanga, na mradi wetu wa kwanza ulifanikiwa kupunguza hali ya utapiamlo, hususan ni ukondefu na uzito pungufu, lakini pia kwa kiasi kikubwa udumavu. Kwa hivyo huu ni mradi wa pili ambao tuliupata kutokana na matokeo mazuri ya mradi uliotekelezwa na World Vision kwa mara ya kwanza, kwa maana Enrich, na ndio maana mradi huu unaitwa Grow Enrich, unakuza yale matokeo ya ule mradi wa kwanza. Kwa hiyo ni mradi ambao hususan unajikita katika kuimarisha afya na lishe katika mkoa wa Shinyanga, wilaya za Kishapu na Shinyanga DC. Huu umeweza kufikia 90% ya walengwa wake. Walengwa wakuu ni wakina mama, lakini pia na watoto chini ya miaka 5 na watoto wote katika jamii, lakini pia ni mradi ambao unazingatia pia usawa wa kijinsia katika afya na lishe katika mkoa wa Shinyanga. Mradi huu umeweza kufikia takriban watu 230,000 na kwa sasa kwa afua mbalimbali wameweza kufikia shule 55 na masuala ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia kaya zaidi ya 400 ndani ya wilaya hizi mbili zimeonekana kuwa na uwezo wa juu au niseme ni maarifa na elimu inayotakiwa ya masuala ya afya na lishe, na hususan ni masuala ya ulishaji wa watoto walio katika umri wa miaka 0 mpaka miezi 59 kwa maana ya chini ya miaka 5. Kwa mujibu wa takwimu za Taasisi ya Takwimu ya Taifa, kiwango cha utapiamlo kwa mkoa wa Shinyanga kilikuwa ni 30%, lakini mchango wa World Vision, Kivulini na wadau wengine pamoja na wadau wengine, utaona kwa takwimu zilizotoka hivi karibuni za Taasisi ya Takwimu ya Taifa zinaonyesha kwa Shinyanga utapiamlo umeshuka kutoka 30% hadi 27%. Sio kitu rahisi, na hasa kwenye eneo hilo la lishe. Lakini eneo lingine ambalo tumechangia kikamilifu, tupongeze utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais. Amefunga mikataba na wakuu wa mikoa katika kutekeleza afua za lishe ngazi ya mikoa. Kupitia mpango huu sisi tumeishusha mikataba hiyo, sasa tumeishusha kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, watendaji wa kata na watendaji wa vijiji. Moja ya eneo ambalo limeleta matokeo makubwa ni kuhakikisha kila robo katika vijiji vyote vya mradi ambavyo ni 40 katika kata 9 vinatekeleza maadhimisho ya siku ya lishe, ambao wananchi wanapata fursa ya kujifunza afua mbalimbali kwa vitendo. Lakini Shinyanga, moja ya changamoto pia inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukatili wa kijinsia, mfumo dume, mimba za utotoni na ndoa za utotoni, ambao vina mahusiano ya karibu sana na lishe, na ndio maana utaona Kivulini tuliletwa kutokana na kuchangia eneo hilo. Moja ya eneo tulilofanyia kazi kubwa ni kushughulikia mahusiano yaliyopo kati ya ukatili wa kijinsia na masuala ya lishe katika hususan uhakika wa chakula ngazi ya familia. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba wanaume wengi watalima na wake zao, wakati wa mavuno chakula kitauzwa na mara moja na kwenda kwenye matumizi ambayo sio yanayohakikisha lishe bora. Kwa hiyo tumefanikiwa sana, lakini tumeweza kujenga uwezo wa mifumo ngazi ya vijiji. Tumejenga uwezo wa watoa huduma ngazi ya jamii kwa wawili kila kijiji. Tumejenga wana mabadiliko wa kiume wanaitwa baba bora. Tumejenga vikundi vya wanawake viongozi. Hawa wote kwa kushirikiana wanaenda nyumba kwa nyumba katika vikundi vya wanawake, wanaume, katika mihadhara mbalimbali kutoa elimu, na hii imesaidia sana katika kuleta matokeo haya ambayo tunayaona leo.